Baada ya kuifungua simu yetu, kama unavyoiona ni nyembamba, ina umbo zuri na inavutia. Ukiangalia button zake ziko upande wa kulia kwa ajili ya sauti, kwa ajili ya kuiwasha na kupandisha na kupunguza sauti. Zaidi ukifungua mfuniko wake wa nyuma, unagundua kwamba hii simu tofauti na simu nyingine za kawaida ambazo tumezoea, haina betri ya kutoa na kurudishia. Ni betri ambayo inatakiwa iwe hapo hapo. Zaidi kutoka J7 simu hii imeongezewa uwezo. Sasa ina betri ya miliampia hour 3000 ambazo ni zaidi, zinakupa muda zaidi wa kutumia simu bila kuichaji. Pia ukiangalia kamera yake ya nyuma ina flash, na hii kamera ina megapixel 13. Imeongezwa kutoka kwenye megapixel 8 ambazo kwa zimepatikana kwenye simu ya Boom J7. Kwa upande wa mbele pia ina kamera ya mbele pamoja na flash. Kamera hii ya mbele sasa hivi imeongezewa kwa sababu inakupatia megapixel 5 ukilinganisha na megapixel 2 ambazo ulikuwa unapata kutoka kwenye simu ya Boom J7, ambayo hii ni kama kaka yake imeongezwa. Hii simu pia unaweza kuweka memory card kwa ajili ya kuongeza storage ya simu yako ili usipate wasiwasi kwa ajili ya picha au muziki ambao unaweka. Unaweza kuweka line mbili, na pamoja na yote inaweza kusapoti 4G. Sasa hivi 4G mitandao imeanza kutoa huduma ya 4G, kwa hiyo hii simu pia ina support 4G, unaweza kuitumia. Ukiwasha, muonekano wake kama nilivyokuambia, ina kioo ambacho kina muonekano zaidi ya mzuri zaidi hata ule wa J7 ambayo ipo, kwa sababu imeongezewa uwezo huo. Unaona inang'aa vizuri na inapendeza kwa kweli ukiangalia. Kama unavyoona muonekano wake ni mzuri. Scroll iko faster, haiendi taratibu. Simu hii ina RAM yake ni 2GB tofauti na RAM ambayo ilikuwa inapatikana kwenye Boom J7 ambayo ilikuwa ni GB 1. Hii simu inakuja na application mbalimbali na inaendeshwa na Android toleo la 5 ambalo ni Lollipop, na inakuja na application nyingine zimekwisha kuwa installed. Kwa mfano inakuja na Facebook, inakuja na WhatsApp, inakuja na PalmChat na application nyingine. Kama unataka application nyingine unaweza kuzipata kwenye Play Store.